kwa ajili ya kukupatia elimu kuhusiana na ardhi, kuhusiana na kulipa pango la ardhi. Bwana, kama hujalipa ardhi yako, kama bado hujalipia, bado hujapima, tunakushauri kulipia sasa, kwa sababu kuanzia tarehe 30 Juni na kuendelea, yule ambaye atakuwa hajalipia bado atalipa faini, utapelekwa mahakamani, utapoteza umiliki wako. Sasa kwa nini upoteze vyote hivyo? Lipa kodi ya ardhi sasa, au kutana na viongozi wetu ambao wanapita huko mtaani wamevaa t-shirt za blue bahari. Kutana nao kwa ajili ya kupata elimu, au fika kwenye gari la matangazo ili kupata elimu zaidi kuhusiana na ardhi. Asante. Na gari la matangazo unaweza kusogea kuuliza maswali, ni bure kabisa. Na wakurugenzi wa halmashauri za mkoa wa Njombe wanawatangazia wamiliki wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Njombe kulipa kodi ya pango la ardhi. Mwezi wa kwanza hii, 316 mwezi wa kwanza. Unaona? Sasa ukilisha hapa 10,500 ndio kodi, lakini 1000. Sasa kaka 1000 unaweza kuona kadogo. Lakini baada ya miaka 3 4 5 inakuwa hela nyingi sana. Jina langu naitwa Emmanuel Amos Luhamba, ni kaimu afisa maendeleo ya ardhi halmashauri ya mji wa Njombe. Siku ya leo tuko kwenye operation au kwenye zoezi la kuhamasisha ulipaji wa kodi ya pango la ardhi. Tunavyojua kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99, ardhi inapomilikishwa kwa mtu au taasisi au kikundi fulani, anakuwa ni mpangaji wa ardhi. Na kwa mujibu wa sheria hiyo ya ardhi namba 4 ya mwaka 99, ardhi yote ni mali ya umma, na msimamizi mkuu au mdhamini mkuu ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hivyo wananchi wote ambao ardhi zao zimepimwa, lakini pia ambao wana nyaraka za umiliki, wanapaswa kulipa kodi ya pango la ardhi kila mwaka. Na kila inapofika Juni 30, kodi hii huwa inaanza kusoma na riba, inakuwa na interest. Kwa hiyo kama halmashauri ya mji wa Njombe tumeona ni vyema tufanye zoezi la mobile clinic au kliniki inayotembea kwa kuwafikia wananchi mmoja mmoja katika maeneo yao ya makazi, katika maeneo ya biashara na katika maeneo wanayofanya kazi. Na hivyo tupo kwa ajili ya kuhamasisha, tunazunguka nyumba kwa nyumba, duka kwa duka, kiwanja kwa kiwanja kwa ajili ya kuhamasisha, au mtaa kwa mtaa kwa ajili ya kuhamasisha watu waweze kulipa kodi ya pango la ardhi. Kuna madhara makubwa sana wasipolipa kodi ya pango la ardhi. Kwanza, usipolipa kwa wakati ndipo inapotokea ile riba, interest. Kwa hiyo kuanzia Julai 1 usipokuwa umekamilisha ulipaji wa kodi ya pango la ardhi, utapata ile riba, na riba ile itaendelea kusoma kwenye riba zingine tena kadiri unavyoshindwa kulipa. Lakini pia kodi ya ardhi ni moja ya masharti ya umiliki, na hivyo kutokulipa kodi ya pango la ardhi unakuwa umevunja masharti ya umiliki, na hivyo unajiondolea moja kwa moja uhalali wa kuitwa mmiliki wa kiwanja. Lakini pia inaweza ikapelekea wewe kupelekwa kufikishwa kwenye vyombo vya sheria kwa maana ya baraza la ardhi na nyumba au mahakama ya ardhi kwa ajili ya kushtakiwa kwa kushindwa kulipa kodi ya pango la ardhi, na matokeo yake unaweza kutaifishwa au kunyang'anywa ardhi hiyo, na anaweza kugawiwa mtu mwingine au inaweza ikauzwa ili iweze kulipa kodi ya pango la ardhi. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Na hivyo sasa tunawahamasisha wananchi waweze kulipa kodi ya pango la ardhi. Kwa nini tumeamua kuwafuata katika maeneo yao ya kazi, katika maeneo yao ya biashara, katika maeneo wanaoishi? Ni kwa sababu wananchi wengi wakati mwingine wamekuwa wavivu au wamekuwa wasahaulifu kuweza kufika katika sehemu tunazotoa huduma. Mathalan, katika ofisi yetu ambayo iko pale Lunyanyi, wananchi wakati mwingine wanaona uvivu, anachukulia tu kawaida, na mwisho wa siku mpaka mwaka unaisha hajalipa kodi ya pango la ardhi. Kwa hiyo tumeona tufanye hii kliniki inayotembea, mobile clinic, kwa ajili ya kuwafikia wananchi mmoja mmoja katika maeneo yao na kuhamasisha. Na toka tumeanza zoezi hili kulifanya, kwa kweli mwitikio ni mkubwa sana, na wananchi wanashukuru sana kwamba huwa wanasahau, na wengine wamekiri kwamba sio kwamba hawapendi kulipa kodi ya pango la ardhi, ila ni ule usahaulifu. Na hivyo kumbe tunavyopita mara kwa mara kama hivi tunavyopita kwenye maeneo yao, wanakumbuka, na tunawakumbusha kwamba wanapaswa kulipa kodi ya pango la ardhi. Itakapofika mwezi wa 6 tarehe 30 tayari itakuwa ni mwisho, na hatimaye kuanzia tarehe 1 Julai unaweza kulipa, lakini utalipa na ile riba. Kwa hiyo tuchangamkie hii fursa, tuchangamkie fursa ya sisi ambao tunatembea, na uzuri tunatembea na wataalamu,
na ukija pale unapewa ankara na unaweza kulipa. Lakini pia kwa wale ambao hatuwezi kupata hii fursa, tuweze kufika ofisini pia. Ofisi ya halmashauri ya mji wa Njombe iliyoko Runyanyu, lakini unaweza ukaenda katika ofisi ya ardhi mkoa iliyoko mkabala na kituo chetu cha polisi hapa Njombe mjini. Asanteni sana na wahamasisheni sana tulipe kodi ya pango la ardhi. Kwa majina naitwa Onesmo Madilu, ni mwenyeji raia wa mtaa Kambarage. Mimi kwanza nashukuru sana kwa zoezi la urasimishaji wa viwanja katika mtaa wetu. Faida ambayo naipata kutokana na urasimishaji uliofanyika, hati hii inaweza kunipa dhamana mimi ya kuingia benki na kuweza kuchukua fedha kiwango chote ambacho mimi nakihitaji, lakini walau unaweza nikamiliki umiliki halali wa ardhi yangu. Sasa na miliki kihalali ninapokuwa nimemilikishwa nini hati. Kwa kwanza leo ni washukuru kwa idara ya ardhi kutembelea mtaani, kwa sababu wametupunguzia kwanza muda na gharama za kuwafuata halmashauri, ila wao wametufuata sisi tuliko. Hii imetupunguzia muda na inatufanya sisi walau tuweze kulipa gharama za kumiliki ardhi kwa wakati. Ndio maana nimefika hapa kuweza kulipia kiwanja changu. Hii ni miliki kadri kwa mujibu wa taratibu na sheria ninavyotaka nimiliki hati yangu. Na washauri wananchi wote wa mtaa Kambarage, wale ambao wameshamiliki tayari hati, ni vizuri kulipia hati hizo, na wale ambao hawajalipia ni vizuri waweze kurasimisha viwanja vyao ili waweze kumiliki viwanja vyao kwa mujibu wa taratibu za sheria. Ni kuongeza bidii ya kuwapa watu semina ya kulipa kwanza kumiliki kiwanja, wapate hati ili walipe kodi, kuongeza mapato. Na kwa kuwa wanafanya kliniki ya kuja mitaani huku Kambarage, wapewe watu semina ili watu walipe wengi, wapunguze gharama za kwenda halmashauri. Wamewahi zoezi hiyo kliniki kama mara 2. Nafikiri walipata mafanikio ya kulipa wengi sana hati. Kwa waongeze zaidi ya hapo. Ukienda halmashauri ni lazima utenge zaidi ya shilingi 15,000. Kwa sababu lazima uende urudi huku, waende site urudishe kule. Kwa hiyo wakija wao huku unapunguza gharama kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo ni faida kubwa sana. Bali naomba aongeze kuwapa watu semina ya kulipa hati, kumiliki viwanja ili kuongeza mapato na kuepusha baadaye migogoro midogo midogo. Na faida moja wapo, serikali itakuwa na mapato mengi. Kama wanakusanya mapato ya ardhi ya kodi ya ardhi 800,000 tuseme kwa mwaka, wakiongeza kwa milikisha watu, wanaweza wataongeza hadi mara 2 hadi mara 3 hapo. Tutapata faida kubwa sana.